onyesho lililopita katika Panguso. Nisikilize wewe, nimekuchoka na inawezekana uenda wewe sio fungu langu. Uko unafika mbali mama yangu sasa. Mkomboni guest house. Haujakosea. Sasa mwanamke yuko wapi sasa? Namtafuta mwanamke, si ndio? Ndio. Yaani hata nikimkuta Simba anakula nyama ya mtu wa Vegas, naweza nikachukua kachumbani nikamkatia nikairoast nikaiunga ili apate appetite. Mambo yameisha. Wameachana na maanisha. Siamini. Imekuwa kwaje? Yaani uwezi amini mdogo wangu. Kipunja na roho ya kinyama sana. Vipi amefanikiwa? Tuache uone wenyewe kwa wenyewe nini, siku sisi tukitimba kule Vegas tunakuta wameshagawanyika. Alafu kushagawanyika sisi tukitimba kule tunamshapopo, tukishamshapopo tunachukua jimbo. Kirahisi. Tumekuja na Panguso baba, tumekuja na Panguso. Tumekuja na Panguso baba, tumekuja na Panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tunapangusa ujinga, tunapangusa maradhi. Mama Panguso, haya twende Panguso. Mama Panguso, mai. Baba mweba mwana wao. Baba mweba mwana wao. Ai mai. Umeona? Kufanyaje sasa? Kufanyaje? Kafanikiwa kufanyaje? Mimi nakwambia vitu vingine, wewe unasema kafanikiwa. Ila wewe ndo chanzo. Wewe ndio chanzo. Bila ile video yote singekuwa haya. Yote singekuwa haya. Unizalilishaje Kipunja? Umenizalilisha. Unataka kuniambia subiri? Unamaanisha nini na unamaanisha nini? Unamaanisha nini? Babu, unizalilishaje huu? Odi. Odi wenyewe. Jamani, nisikilize nikiuma kini ndugu zangu. Mbona sisi tunakopo kama tuelewi mambo? Jamani, nyonye mmekuja mmegonga mmeona kwa mlango umefungiwa kwa ndani. Sasa mnachoendelea kugonga nini kama mtu sengesikia umo ndani? Nisikilize. Umo ndani labda itakuwa yamefugwa majini. Mimi naambia umo ndani watu watakuwa wamefuga majini. Na kwenye majini waliofugwa humo, labda litokee jini Maimuna mnaweza mkaongea na labda likawataka kimahusiano. Likitoka jini Makata humo. Mimi ukali kama likitoka jini Makata naambia kabisa kajini Makata mia simo aloko anagonga mlango. Lusako Kapalata pamoja na Jimmy. Tunataka tangazo. Wewe vipi wewe? Tumetoka huko. Tunakuja hapa tu. Jambo letu hilo. Sisi kila siku tukija hapa. Anakuta hapa kumefungwa. Anafungua, anaingia ndani, anafanya mambo yake, kisha anatoka. Eneo nashangaa hivi. Mimi nashauri tutuvunje tu. Sasa. Sikizeni naambia kitu kimoja. Tusilete mambo ya kitoto. Tumetoka tunapotoka kwa lengo moja la kuja kuvunja. Tunangoja nini sasa? Tunangoja nini? Hebu mnisikilize kiumakini. Nisikilize kiumakini jamani. Nisikilize ni kiumakini. Kapata unisikilize. Jamani, tungemsubiri kaka Kipunja mwenyewe aje ili atupe majibu ya kinifu kuhusiana na umo ndani. Kama amefuga mipembe atajijua mwenyewe. Kama amefuga mijini atajijua mwenyewe. Tungemsubiri mwenyewe. Tangazo. Mama langapi tumemwambia Kipunja kuhusu hii nyumba. Alafu anatuzungusha. Tumekuja hapa kutoka lengo moja. Kwa Lusako ndio umeshika mjue Fatuma. Unajikuta lambo. Unataka uvunje mlango watu na mjue Fatuma. Wewe Lusako wewe. Afu wewe.
Vipi za hapa? I'm good. I'm so good. Yaani hiyo furaha unayokuwa nayo inaeleza kitu ndani yake. Bila shaka ule mradi wako sasa umekwenda kukamilika. Wala sio swala la mradi. Ni swala la kuhusu ndoa ya mtoto wetu. Umeshaanza kuniharibia siku sasa. Umeanza kunitibua. Wewe mimi silishakataza. Silishamkataa yule binti Veronica yule. Yaani nakwambiaje? Sio Veronica. Ni Jennifer. Ni Jennifer ndo atakayeolewa na mtoto wetu. Jennifer? Yeah. Wow. Good. Good. Ndio. Sasa imekuwaje kwanza hapa? Maana Jennifer alikuwa anamng'ang'ania sana yule KK3 wake yule. Wameishia wapi? Yaani watu mjini hapa tunatengeneza mazingira. Jennifer tayari ameshagombana na huyo mtu wake, wameshatimuana, yani hakuna kuongea, hamna nini, akamwambia sikutaki, nafasi ni ya kijana wetu sasa hivi. Kwa hiyo yeye ndo atakayemuoa Jennifer. Very 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 good news. Sasa ulipotaka kukasirika. Si unaona sasa. Welcome. Toka nje kama kweli wewe ni mwanaume, umezifunga zikakaza. Toka nakwambia tupambane mimi na wewe. Nimekuja tupambane wawili. Mama yako hakubakwa, alitaka mwenyewe. Na alijua kama Geazi ni mwanaume wa mtoto wake, lakini hakuwaza hilo. Yeye kwake ilikuwa ni hakujali. Kitu gani kimekufanya wewe umemlawiti kakaangu? Ni kitu gani? Toka nje kipocha tupambane mimi na wewe. Hamna mtalobako kati ya nyie hapo. Hakuna. Aisi salau basi. Basi salau hizi. Sasa muonyeshe. Unatumia nguvu zako kuona unyonge. Unatumia nguvu kuona unyonge. Toka kibaje. Toka tupambane mimi na wewe. Wewe si mwanaume na mimi ni mwanamke. Mimi ni mwanamke tena mdogo wa mtu unamfanyia ukatili. Toka tupambane. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Toka! Mbwa mkubwa wewe, dhulumati wa maisha ya watu. Toka! Toka! Kipunje! Mungu atakulipa katika hilo! Mungu atakulipa Kipunje! Atakusamehe wewe! Hawezi kukusamehe! Hawezi! Umefanya unyama! Umefanya unyama Kipunje! Umemwezia kweli jamani! Hakuna shida. Hakuna shida yote maisha, si wanyonge. Sisi wanyonge. Toka kama kweli wewe mwanaume, toka upambane na jike. Toka! Mungu. Kwa nini sisi? Kwa nini sisi hapa? Kwa nini Mungu? Kipunje tutakutana mimi na wewe. Tutakutana. Sitakuacha. Sasa kukwenda mimi. Nitarudi tena. Naenda tusionane. Naenda tusionane. Bwana. Mbona unakuja hivi tu? Konde hiyo. Amekuja sasa mama yake Makata huyo. Wewe umejifanya umeshika Fatuma. Endelea. Nyo. Shikamoo mama Makata.
We mtoto, shika adabu yako. Unaweza ukasema mambo kama hayo? Mdomo. Haya, semeni, mnataka niwasaidie nini? Shikamoo mama. Shikamoo. Lakini mama aka wala sio mimi hao. Hao wenzako ndio wana shida yao wenyewe. Wamekuja kidogo wasikilize. Mama, au kuja kwa wenzako. Ambao walipofika hapo umekuta mlango umefungwa. Wao lakini sio mie. Walipokuta wenzako mlango umefungwa, eti wamejifanya wanataka wavunje mlango ili wajue ndani kama kuna kitu gani. Lakini sio mie mama, hao. Sasa walipokuta mlango umefunga ndio afadhali hapo umewakuta. Uwape majibu ya kinifu kama ndani kuna kitu gani. Si mlikuwa mnataka majibu. Mwambie mama sasa. Mama uambie ndani kuna kitu gani. Ni miaka mingi imepita tangu baba yetu Amos Mwakajumba aondoke kwenye maisha yetu. Wakati huo Sonja na Sikitu mreno walikuwa mkubwa sana. Ingawaje Sikitu kidogo alikuwa na uelewa mzuri. Sisi sote tunaelewa kwa nini baba aliondoka kwenye maisha yetu. Ingawaje ninyi muliendelea kuamini maneno ya mama kwamba baba yenu amekufa. Wakati wote huo mama alipokuwa akisema baba amekufa, mimi nilikuwa najua baba yuko wapi, anaishije. Kwa sababu yale matatizo ambayo mama alimsababishia mzee wetu, kiacha ya uchawi tu, lakini zile stress ambazo alimpa zilizompelekea yeye kupata matatizo makubwa, kiwemo kupoteza uwezo wa kushiriki tendo la ndoa. Lakini kama hiyo haitoshi, stroke ambayo imekuwa ikimsumbua kwa muda mrefu. Ilinibidi nihangaike sana. Wakati wote huo, miaka yote hiyo, hali ya baba ilizidi kuwa mbaya. Kuna kitu nataka kuambia leo ambacho baba mwenyewe amenithibitishia. Kwanza mnapaswa kujua kwamba baba ni mzima wa afya. Amepona maradhi yote, anatembea, ana afya na ana nguvu zake. Na baada ya matatizo yake ya muda mrefu yeye na mama, ambayo baba kwa kinywa chake ameniambia mama hakuwahi kumpa furaha. Wakati wote alikuwa na stress tu. Ilibidi baba apate mwanamke mwingine ambaye alianza naye kwa siri. Huyo mwanamke baba alifanikiwa kuzaa naye mtoto mmoja. Tulianza kupata tetesi na nini, lakini baba amenihakikishia kwamba Rusako ni damu yetu. Na mna lolote la kuongea? Mama, sisi hapa ni ndugu zake Kipunje. Na lengo la kuja hapa ni kutaka kujua kuna nini. Kaka Kipunje kila akija kwenye hii nyumba anaingia, anafanya mambo yake huko, analapo anatoka. Cha kushangaza mama, kaka Kipunje akitoka anabadilika sana. Lengo letu ni kuchunguza kuna nini tena na huyu. Ni kweli Kichumba alikuwa anaishi Kipunje, alikuwa anaishi na mzee mmoja. Huyo mzee aliparalyze mwili mzima mpaka miguu. Kwa hiyo alikuwa anahangaika na madaktari mbalimbali, waganga wa kienyeji pamoja na madaktari. Na hapo akawa analeta wapishi kumpikia humo ndani. Na alikuwa hataki mtu wowote aingie humo ndani zaidi yeye mwenyewe. Humo ndani choo umo, bafu umo, na ni kizuri na kinavutia. Wakati wote alikuwa anakuja hapa Rusako kama rafiki, kama mtu wa Vegas, lakini ni mtoto wa baba yetu. Mimi wakati wote huo sikujua. Nilikuwa nafanya haya nikiamini baba yangu akipona atarudi hapa nyumbani na atakuja kuishi na mama. Lakini kumbe nilikuwa najidanganya bure. Kwa tabia hizi za mama yenu ninazoziona, baba hatakuja tena kuishi hapa nyumbani. Lakini kaka, mbona kama unatuadhibu sisi? Yaani makosa ya mama kweli yafanya sisi tushindwe kumwona baba? Uko sahihi, sikujua. Hata baba nilikuwa naongea naye juzi, ananiambia nimewamisi sana wanangu na wahitaji.
nataka kuwaona, lakini hebu jaribu kupata picha. Baba akija kwa hizi mambo anazofanya mama, mara achukue mume wa binti yake, mara sijui ashikwe huku uchawi, mara sijui afanye nini, yule mzee si tutamuua kabisa. Mimi nafikiri hilo liwe wazo letu la busara, na sote kama watoto tukubaliane kwamba mahusiano kati ya baba na mama yakomea hapo, kwa sababu mama alishatangaza amekufa, kala rambirambi na nini. Tuchukulie tu baba alikufa kwa sababu tayari moyoni mwake hayumo. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Lakini baba, hapana, mimi siafiki. Mimi nafikiri cha msingi kutokea hapo, ninyi mjiandae siku mbili hizi. Mjiandae siku mbili hizi ili twende tukamuone baba, kwa sababu ni kweli anahitaji sana kuwaona. Hasa we Sonjo anakutaja sana. Bro, kwanza kwenye hili mimi nikupe pongezi. Yaani big up sana. Ila naomba nikuombe kitu kimoja. Mimi naomba baba yangu mimi asikutane na huyu mwanamke. Huyu mwanamke mwanga mkubwa. Wewe kelele wewe. Hizi nalomba kama nisili koje. Hivyo nguvu ya kuongea unaitolea wapi we mama? Alafu we mama utakiwa kuongea chochote. Sasa siaishi. Kaa kimya bwana. Aibu ulizotutia hizi unaona hazitoshi? Mama. Mimi ningekuwa wewe muda huu ningekuwa nimelala au nimekunywa sumu kabisa. Huyo mzee yumo ndani? Hapana, siku chache zilizopita Kipunje alimchukua yule mzee akambeba mgongoni wakatoka. Cha ajabu, wakarudi hapa yule mzee anatembea mwenyewe kwa miguu yake. Kwa hiyo Kipunje nikamuona na furaha nzito. Kafurahi sana. Na hapo na kuniambia kwamba wamepata nyumba nzuri, kwa hiyo wamepanga nyumba nzuri, wameshahama hapa. Ayo ng'onde. Kwa mzee karudi anatembea mwenyewe. Nina uhakika huyu ndiye baba yangu. Kumbe kila wakati nilivyokuwa nakuja hapa na baba yangu alikuwepo humu ndani. Ndio maana mapigo yangu ya moyo hayajawahi kutulia kila ilipokuwa nakuja hapa. Asante sana kaka. Wewe ni bibi, ni binadamu wa tofauti sana. Mama, asante sana kwa maelezo yako, tumekuelewa vizuri. Oya jamani, mimi nafikiri inatutosha sisi kwa waelewa. Mama akazungumza vitu vingi, hatuna haja ya kumbwela kama vipi tusepeni pande hizi. Kweli. Asante mama. Mama tunashukuru. Hai. Huna faida. Ni vile tu mama, watu wanasema mama ni mama, lakini wewe hapana. Nimebisha, hapana. Jamani, si kitu kwa. Alivyoona ile video ya uchafu ya mama kwenye simu ya sister hapa akaamua kuondoka. Sijui kaenda wapi, kwa yuko baa saizi hapo. Naona mwenyewe amekaa anasikiliza tu msukule wake huu. Ni vizuri jamani, kama familia wakati mwingine tunapopata matatizo tukaeni pamoja. Matatizo yetu hayawezi kuwa ya watu wengine, tunaotakiwa kuyamaliza ni sisi. Mama yetu ndio mzigo wetu, hatuna pa kumtua. Kwa hiyo sikujua bwana unatakiwa kuongea na mdogo wako. Hizi siku mbili tutakwenda kumuona mzee. Ni muhimu awepo. Na sote tunajua si kitu ni kipenzi cha baba. Jamani, jiandaeni, mimi naandaa langu la pumzi.
Afu bi mkubwa umeativyanga, unaongea tu, watu wanaongea na yapanga wanativia. Au ni kulinki naye sasa hivi? Si unaona chuma kinashapata moto, ni kulinki naye? Ni kilinki? Kipunje! Kaa kimya wewe. Hayo ndio sababu ni wewe. Alafu nataka kwenda polisi kunieleza, si ndio? Kila mtu ajue. Mapolisi, mahakimu na wapelelezi, na mwisho wa siku waandishi wa habari waandike habari zangu, si ndio? Ili Afrika nzima ijue. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Moyo wako nadhani ndio utafurahi, si ndio? Kaka, lakini mimi sikujua kama yote yatatokea. Naomba unisamehe. Mkaa kimya wewe. Yaani kama usingekuwa mdogo wangu, ningekufanya kitu ambacho mtu kuja kutegemea. Nenda ndani. Sitaki kukuona nenda ndani. Sauti kuna nani, umejizalilisha sana wewe. Pumbavu mkubwa wewe. Kujani mimi kujani mimi leo kweli gani mimi. Ole. Mungu ndo anajua Kipunje, Mungu ndo anajua Kipunje mimi tozi yako alitaenda bure Kipunje. Hamna neno. Nikaze. Ndo wanaume. Wanaume tumeumbwa na kaba. Nikaze. Yule alipokuwa na roho ngumu yule, hata watoto wa mtaa huu wanaweza akawalisisha. Bwana, kwa sababu ana roho ngumu kweli na watoto wanaiga. Ukienda Uswahilini huku tunakoishi, anakoishi nao watoto wanamuiga. Lakini uko kwa washua huko, unaweza ukaenda kwa washua unakutana na watoto, umekaa vibaya. Bwana, wanakuambia baba samahani, umekaa vibaya unajistiri. Lakini ukija huko Uswahilini wale muiga huyu Kipunje huyu. Ukaa vibaya utasikia wanaitana. Wewe Abdana, wewe Mwajuma, wewe Zubeda. Kuna nini? Njoo uone maparachichi yanapunga upepo huku. Watoto hawana nidhamu. Jikaze baba, Evans. Yes, leo nimepokea taarifa nzuri sana. Taarifa zimetoka kwenye familia ya Comrade Kuka. To be honest, taarifa hizi zimenibariki sana. Tena sana. And I hope na wewe pia zitakubariki. Taarifa gani hizo tena? Good. Ni kuhusu Jennifer. Jennifer yuko tayari sasa kufunga ndoa na wewe. Kimsingi, mimi na mama yako hapa tumekubaliana kuanza maandalizi mara moja. Baba, what about Tuntufi? My daughter. Who is Tuntufi, by the way? Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tunapangusa ujinga, tunapangusa maradhi, tunapangusa na umasikini, tunapangusa na usaliti, tunapangusa ulevi, tunapangusa dhuluma, tunapangusa udangaji pamoja na ngono zembe. Tunapangusa madawa ya kulevya. Aiwe baba we baba, ai mama we mama, ai kaka we kaka, ai dada we dada. Haya twende panguso, mama panguso. Haya twende panguso, mama panguso. Mai wolo Ai